Deal done. Maruf Shakei mwenye umri wa miaka 30 ni kijani na njano na muda wowote kuanzia sasa atatambulishwa kama balaa jipya Jangwani. Maruf Shakei ameingia leo Dar es Salaam na ndege ya asubuhi akitokea Zanzibar, kisha amefanya kikao na kocha mkuu wa Yanga, then zoezi la vipimo na kupiga picha za utambulisho limefuata. Maruf Shakei atacheza Mapinduzi akiwa na Yanga. Kwa kuanza tu habari za wakati huu, wapenda soka wa Tanzania na Afrika Mashariki, karibu tena kwenye chaneli yako pendwa Malkia wa Soka, mahali ambapo tunakuletea habari moto, uchambuzi mzito na matukio makubwa ndani na nje ya viwanja. Leo tunaingia moja kwa moja kwenye dili kubwa linalotikisa soka letu, dili la usajili wa kiungo maarufu Maruf Shakei ambaye rasmi ametambulishwa kuwa mchezaji mpya wa Young Africans Sport Club akitokea Singida Black Stars, usajili ambao umeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka, wachambuzi na wapinzani wao wa jadi Simba Sports. Maruf Shakei ni mmoja wa viungo waliokuwa wakifuatiliwa kwa karibu sana ndani ya ligi kuu Tanzania bara kutokana na kiwango chake bora akiwa na Singida Black Stars. Mchezaji mwenye nguvu, akili ya mchezo na uwezo mkubwa kukaba, kusambaza mipira na kuanzisha mashambulizi kwa utulivu mkubwa. Tangu aanze kuonekana kikosini Singida, Maruf Shakei alionyesha wazi kuwa yeye ni mchezaji wa kawaida. Yeye si mchezaji wa kawaida bali ni yule wa mechi kubwa anayeweza kubeba majukumu mazito bila pressure, jambo lililofanya klabu kuwa kubwa kuanza kumtangaza mapema sana. Yanga hawakusubiri dirisha lifunguke ghafla. Walichokifanya utafiti wao kimya kimya, wakafuatilia mwenendo wa Maruf Shakei kwa muda mrefu, wakiona aina ya mchezaji wanahitaji kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo, hasa kuelekea nusu ya pili ya msimu na mashindano ya kimataifa. Uongozi wa Yanga uliona wazi kuwa ili kuendelea kuwa na kikosi imara chenye ushindani wa ndani na nje ya nchi, walihitaji kiungo mwenye uwezo wa kucheza kwa nidhamu ya hali ya juu na anayejua ligi. Ndipo jina la Maruf Shakei likawa kipaumbele kikubwa. Usajili wa Maruf Shakei kwenda Yanga haukuwa kwa bahati mbaya wala wa presha ya mashabiki, bali ni sehemu ya mpango mpana wa kiufundi wa benchi la ufundi la Yanga ambalo limekuwa likijenga timu yenye mchanganyiko wa wachezaji wa uzoefu, vijana wenye njaa ya mafanikio na wale wanaoelewa kabisa falsafa ya kucheza soka la kisasa. Maruf Shakei anaingia Yanga wakati sahihi, akiwa amekomaa kimwili na kiakili, jambo linalompa nafasi kubwa ya kuanza kutoa mchango mapema bila kuhitaji muda mrefu wa kuzoea. Kwa upande wa Singida Black Stars, kumpoteza Maruf Shakei ni pigo kubwa, lakini pia ni ishara ya mafanikio ya klabu hiyo katika kukuza vipaji, na walimpa jukwaa, walimpa dakika za kucheza na kumwamini, naye akajibu kwa kiwango cha juu, nidhamu na kujituma uwanjani. Hii ni hatua nyingine inaonyesha jinsi ligi yetu inavyoendelea kukua na kuwa chanzo cha wachezaji wanaoweza kuhama ligi kubwa na hata nje ya nchi. Kwa Yanga, ujio wa Maruf Shakei unaongeza ushindani mkubwa kwenye eneo la kiungo, na hapa ndipo mashabiki wanaanza kujiuliza, je, atapata nafasi ya moja kwa moja au atalazimika kupambana kuingia kikosi cha kwanza? Ukweli ni kwamba ushindani huu ndio unaifanya Yanga kuwa timu imara zaidi, kwa sababu kila mchezaji analazimika kuongeza bidii, nidhamu na ubora wake ili kupata nafasi. Shakei akiwa mchezaji mwenye nidhamu na akili ya mchezo, ana nafasi kubwa ya kuingia taratibu na kuwa sehemu muhimu ya mipango ya timu. Kile kinachovutiwa zaidi kuhusu Maruf Shakei ni uwezo wake wa kucheza kwa utulivu hata kwenye mechi zenye presha kubwa, jambo ambalo ni muhimu sana kwa klabu kama Young Africans inayocheza mechi nyingi kubwa za ligi, dabi na michuano ya kafu. Ana uwezo wa kukaa na mpira, kulinda safu ya ulinzi na wakati huo huo kuunganisha mashambulizi kwa pasi sahihi, kitu ambacho Yanga wamekuwa kikitafuta ili kuongeza uwiano mzuri kati ya ulinzi na ushambuliaji. Mashabiki wa Yanga tayari wameanza kumwamini na kumkaribisha kwa mikono miwili, huku wakiamini kuwa usajili huu utaongeza ubora wa kikosi na kusaidia timu kufikia malengo yake ya msimu huu, ikiwemo kutetea ubingwa wa ligi na kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa upande mwingine, mashabiki wa Singida Black Stars wanabaki na kumbukumbu nzuri ya mchango wake na kumtakia mafanikio mema kwenye hatua yake mpya ya maisha ya soka. Kwa ujumla, usajili wa Maruf Shakei kwenda Yanga ni uthibitisho mwingine kuwa soka la Tanzania linaendelea kukua. Klabu zinafanya maamuzi ya kimkakati na wachezaji wanapata fursa ya kupanda ngazi kulingana na juhudi na kiwango chao. Sasa macho yote yanabaki uwanjani wakisubiri kuona ni kwa namna gani Shakei ataitumikia Yanga na kama ataweza kuendana na presha kubwa ya kuvaa jezi ya kijani na njano.
Na kufikia hapo, wapenda soka, tunafikia mwisho wa makala yetu ya leo. Hapa ni Malkia wa Soka. Endelea kutufuatilia kwa habari motomoto, uchambuzi wa kina na simulizi ya kuvutia kuhusu soka letu na la kimataifa. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya like na kushare video hii kwa mashabiki wengine wa soka ili tuendelee kukua pamoja. Mimi ni wako kama kawaida, tukutane tena kwenye video inayofuata. Mpira unaendelea, burudani haikomi. Mimi ni Queen Lizzy, hadi wakati mwingine. Kwa heri na uwe na wakati mwema. Endelea kusalia na Malkia wa Soka. Malkia wa Soka, tunamiliki soka la Afrika Mashariki, Tanzania na kimataifa.